Mimi wakati napita kwenye kampeni huko nilikuwa nawaambia jamani, nikichaguliwa kila mwaka tutakuwa na upimaji wa afya bure. Kwa na mimi natimiza ahadi niliyotoa kwa wananchi wa jimbo la wapi? La Arusha mjini. Kwa hiyo itakuwa ni fursa kwa kila mwana Arusha. Bila kujali kabila, chama chako, wewe njoo cheki. Hiyo ni macho, hiyo ni magonjwa ya ndani, hiyo ni mambo ya kansa, hiyo ni mambo ya moyo, magonjwa yote. Njoo cheki, kwa sababu tumepata wadau wakubwa kama Muhimbili wapo, kama Benjamin Mkapa wapo, kama JKCI wapo, kama Ocean Road wapo, kama yani wewe taja Mount Meru wapo, kama ni KSMC wapo, kama hospitali za watu binafsi Aga Khan wapo, hospitali karibia zote za nchi nzima kubwa na ndogo nazozifahamu watakuwepo kwenye viwanja vyetu kwa siku ngapi? 7. Kwa hiyo ni fursa kwetu. Nikaongea madaktari wa CFE ni hospitali binafsi na wao wapo. Kwa ni fursa kwa wananchi wa jimbo la Arusha mjini. Lakini kwa sababu mimi nimepata bahati ya kuteua Mheshimiwa Rais, kwa hiyo siongelee jimbo tu. Hata kama kuna mtu wa Manyara akijisikia kunyanyuka kutoka Manyara kuja aje atibiwe. Hata ukitokea Kilimanjaro, hata ukitokea Mbeya wala Rukwa. Cha msingi wewe ufike kwenye viwanja vyetu vya hapa jiji la Arusha mjini ili upate huduma njema. Jamani, nisiwachukulie maneno mengi, najua mna ratiba ya kufanya maandalizi ya kesho. Tutakuwa pamoja na bahati nzuri Mheshimiwa Rais kesho anakuja hapa Arusha. Atakuwa na mkutano. Mkutano wenyewe ni wa wanasheria. Hauwezi kujua, Mungu anaweza akamgusa akaamua kupita kuwaoneni kazi mnayoifanya, si ndio? Anaweza, na kupita kwake kuna namna nyingi. Tunaweza akapita kwa kupiga simu, anaweza akapita mwenyewe, anaweza akatuma salamu zake, kwa sababu nakumbuka mwaka juzi wakati nazindua tukio hili alipiga simu na alitupa sapoti kubwa sana kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Arusha na Watanzania wanaendelea kupata huduma hiyo. Sio kwa muhimu, lakini muhimu zaidi tuliombee pia tukio letu. Kila mtu kwa imani yake. Muislamu omba, Mkristo omba. Omba ili watu wakipata hizo dawa, wakipata hivyo vipimo, ikiwa ni moja ya shuhuda zao ya kwamba walishawahi kuja na wakatibiwa. Nakumbuka siku moja nikutana na bibi mmoja amepokea dawa, analia kwa sababu alikuwa hana hela ya kwenda kwenye kipimo. Ilikuwa ni faraja, na faraja zaidi kwamba huko alikokuwa akitumia zile dawa akapona, ndio nafurahi zaidi, si ndio? Kwa pamoja na madaktari wetu ubobezi, vifaa vyetu vya upimaji, dawa zetu, muda wetu, lakini tunahitaji pia mkono wa Mungu wa kuwagusa watoto wake waweze kupona na hatimaye ukawe ushuhuda na utukufu kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Mungu wangu nawabariki sana, asanteni sana, tutakutana kesho asubuhi kwenye zoezi.